Akizungumza mara baada ya kufungua mkutano mkuu wa 15 wa jimbo hili la Mashariki, askofu wa KKKT Dayosisi ya Meru, Askofu Elias Kitoi, ameeleza kuwa kanisa linapaswa kusimama imara katika kukemea vitendo vya ushoga pamoja na unyanyasaji wa kijinsia. Tunapenda washirika wa dayosisi yetu wajue kwa wazi kwamba mambo haya ya ushoga, mambo haya ya ndoa za jinsia na mambo hayo, madawa ya kulevya na vitu kama hivyo, hatuvikubali, hatuviungi mkono, na ni kwa jinsi ya amri za Mungu. Aidha, amewashukuru Wakristo wa jimbo la Mashariki kwa kuwa na umoja na kuliletea jimbo hilo maendeleo. Zahanati zake, shule ile ya Nande, shule ya ufundi Leguruki na sekondari, shirika zake zote zimekuwa zikifanya vizuri. Katika haya tunamshukuru Mungu kwa maendeleo hayo. Maendeleo hayaji yenyewe, yanakuja penye umoja. Kwa hiyo tunakiri pia umoja ulioko katika jimbo hili. Mkuu wa jimbo la Kati ambaye pia ni mchungaji kiongozi wa usharika wa Nkwaranga ameeleza kuwa Wakristo wanapaswa kutumia rasilimali zao walizonazo vizuri ili kuleta maendeleo kwa kanisa na taifa kwa ujumla. Watu wameweza kuhamasisha rasilimali za ndani katika sharika zetu na mitaa yake, katika vituo vyetu, katika jamii yetu. Watu wamehamasika kutumia au kuhamasisha au kuamsha rasilimali za ndani kuweza kufanya kazi. Ndio maana unaona kuna maendeleo. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na changamoto hiyo ya matumizi mabaya ya muda kwa baadhi ya watu, lakini watu wengi wanafanya kazi kwa bidii. Kwa upande wake, mkuu wa jimbo la Mashariki KKKT Dayosisi ya Meru ambaye pia ni mwenyeji wa mkutano huo, mchungaji Anate Palanjo, ameeleza malengo ya mkutano huo, huku baadhi ya washiriki akiwemo mwalimu Eliasie Nyapita na mwalimu Ndenengwafinya Mafie wakieleza yale watakayoyafanya baada ya kurudi sharikani. Lengo la mkutano huu ni kufanya tathmini ya kazi ya kanisa katika jimbo letu kwa kipindi cha miaka miwili. Tutatathmini kazi ya kanisa ndani ya jimbo letu katika huduma ya Injili na hata huduma za kijamii. Lakini kupitia mkutano huu pia tutaandaa maazimio na kuweka mipango ya miaka miwili ijayo. Tutakachoenda kufanya sisi kama wajumbe wa mkutano mkuu, kwa kweli kwanza ni kuendelea kumuomba Mungu sana ili utandawazi usije ukawa ni hasara, lakini utandawazi uwe faida, kama ambavyo hata hivyo kwa sehemu kubwa ni una faida, lakini kwa sehemu nyingine sasa ambazo zimejificha sana zinakuwa ni hasara kwa sababu ya watoto wetu. Vijana wa kiume wametelekezwa kutokana na mila na desturi za kwetu, ambazo katika mazingira hayo ya kawaida wanapopelekwa jando huwa hawasikilizi tena wazazi, wanakuwa na maamuzi binafsi. Huu ni mkutano wa 15 wa jimbo hili la Mashariki ambapo umefanyika katika mtaa huu wa Malula katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Kutoka mkoani Arusha, mimi ni Elihuru Machao, Upendo TV, habari.